Maridhiano jambo lake kubwa, watu wengine wanataka kuleta vurugu bila sababu yoyote. Alafu wanasingizia kwamba hakuna haki nchi hii. Imekuwa nzuri tu na Mungu anatuonesha kwamba kwa ajili tuna mali tukaletewa vurugu. Na jana mmeona wenyewe kwamba kwa ajili Venezuela ana mali wakamteka rais wao. Na wanasema kwamba sasa hii ni nchi yetu, tutaiendesha sisi. Trump anasema tutaiendesha yeye, alafu atakuja kwa kabidhi wakati akipata kiongozi. Wewe unaweza kwenda kuchukua nchi vipi ya mwingine kwa ajili ile nchi na mali? Na Watanzania tusipokuwa tusipokuwa uangalifu, si ajabu hii nchi inaweza kuja kuletewa kuvamiwa kwa ajili ya kuleta machafuko kutokana na mali ambayo tunayo. Sasa hii mali ni ya Watanzania, lazima Watanzania wafaidike. Sasa nilikuwa namsikia kijana mmoja anasema, alikuwa anamwambia waziri mkuu, hii mali mnasema nchi ina mali sana bana, sisi hatufaidiki. Sasa ajue kwamba hii mali ni ya Watanzania. Wanachofaidika wao kutokana na hii mali ni kupata umeme, kupata barabara, kupata huduma ya afya, kupata mashule. Ndio kinachomnufaisha Mtanzania. Lakini nchi nyingine, tuchukue hapa Kongo tu, wao ni tajiri mara 10 kuliko sisi, lakini wananchi wao ni maskini mara 50 zaidi kuliko sisi. Mkienda kule hakuna dawa, hakuna umeme, hakuna barabara. Unajua nchi moja Kongo huwezi ukasafiri kwa barabara wala kwa treni kutoka Lubumbashi kwenda Kinshasa, nchi moja tu, lakini hakuna miundombinu. Sasa sisi tumejitahidi, unaweza kutoka Mtwara kona moja ukaenda mpaka Mtukula kule kwa barabara ya lami. Kongo kule zaidi kilomita 500 tu kuna lami, urefu wa lami. Kwa hiyo Watanzania wajue kwamba unachonufaika wewe kwanza ni usalama, ya pili amani, ya 3 barabara, ya 4 hospitali, ya 5 elimu, umeme, maji. Siku hizi maji iko mpaka vijijini.